Leo ni tarehe 15 ya mwezi wa 8. Kanisa linafanya sherehe ya kupalizwa mbinguni Mama Bikira Maria. Injili ambayo inatuongoza kwenye tafakari yetu ya leo inatoka kwa mwinjili Luka sura ya 1 aya ya 39 hadi 56. Wapendwa katika Kristo, kama nilivyowaambia, leo kanisa linaadhimisha kwa furaha kubwa sherehe ya kupalizwa kwa Bikira Maria mbinguni. Tunamshangilia Maria kwa sababu baada ya kumaliza maisha yake hapa duniani, alichukuliwa na Mungu mbinguni mwili na roho. Hii ndiyo maana ya kupalizwa. Sio kwamba Maria alijipandisha mwenyewe mbinguni, bali Mungu alimwinua na kumtukuza kwa sababu ya uaminifu wake wa pekee katika mpango wa wokovu. Sherehe hii si tu kuhusu heshima ya Mama Bikira Maria, bali ni habari njema kwa kila Mkristo. Inatuonyesha kile ambacho Mwenyezi Mungu amewaandalia wale wote wanaompenda na ambao wanabaki waaminifu kwake. Maria ametutangulia katika utukufu ambao sisi sote tunaalikwa kuurithi. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Ufunuo linamuonesha mwanamke aliyevikwa jua na mwenye taji la nyota 12. Kanisa limeona katika picha hiyo utukufu wa Maria mbinguni. Hivyo ushindi wa Maria ni ishara ya ushindi ambao Mungu amewaandalia watu wake waaminifu. Tunajifunza nini kwenye sherehe hii? Kwanza, maisha yetu hayaishii hapa duniani. Makao yetu ya mwisho ni mbinguni. Mara nyingi sisi tunaishi kana kwamba dunia ndiyo kila kitu, au tunaishi kana kwamba maisha yetu yanaishia hapa hapa. Tunahangaika na mali, tunahangaika na madaraka, tunahangaika na kutafuta mafanikio. Lakini sherehe ya leo inatukumbusha kwamba maisha ya duniani ni ya muda. Safari yetu ina mwisho, na mwisho huo ni kukutana na Muumba wetu. Mtakatifu Paulo anatuambia, Kristo amefufuka kutoka kwa wafu, malimbuko ya wale waliolala. Kristo alifungua njia ya uzima wa milele, na Maria ndiye wa kwanza kufurahia kwa ukamilifu ahadi hiyo. Nasi tukibaki waaminifu kwa Kristo, tutashiriki utukufu huo. Hivyo tusiishi kwa ajili ya dunia pekee. Tuishi huku macho yetu yakitazama mbinguni kwa kutimiza yale yote ambayo Mungu anataka tuyatimize. Na fundisho la pili ni kwamba dunia ni mahali pa kutumikia, si pa kutukuzwa. Injili ya leo inatupa mfano mzuri sana, maana baada ya Mama Bikira Maria kupokea habari kuu kutoka kwa malaika Gabrieli kwamba atakuwa mama wa mkombozi, Mama Bikira Maria hakubaki pale nyumbani kwake akisubiri watu waje kumpongeza, maana alikuwa amepata habari kubwa ya kwamba yeye amebarikiwa kuliko wanawake wote, atakuwa ni mama wa Mwokozi. Mama Bikira Maria hakubaki pale nyumbani aanze kusubiri watu waje kumpongeza, bali mara moja aliinuka haraka akaenda kumhudumia Elizabeti aliyekuwa ana uhitaji. Huo ndio moyo wa Mkristo. Kadiri Mwenyezi Mungu anavyotubariki, ndivyo tunapaswa kuwahudumia wengine zaidi. Njia ya kwenda mbinguni si kujitafutia heshima, bali ni kujitoa kwa upendo. Yesu mwenyewe alisema kwamba aliye mkuu ni yule aliyekuu ambaye ni mtumishi wa wote. Tujiulize, je, vipawa vyangu ambavyo Mwenyezi Mungu amenipa, muda wangu na uwezo wangu vinawasaidiaje watu wengine? Au navitumia kwa faida yangu peke yangu? Maria anatufundisha kwamba
Utakatifu unaonekana katika huduma ya unyenyekevu. Vile ambavyo tunawahudumia watu kwa unyenyekevu, huko ndiko tunapopata utakatifu. Na fundisho la tatu, mafanikio yote tunayoyapata yatupasa kumrudishia Mwenyezi Mungu sifa na utukufu. Mama Bikira Maria alipofika kwa Elizabeti, Elizabeti alimsifia Mama Bikira Maria kwa maneno mazuri, lakini Mama Bikira Maria hakujitukuza hata kidogo. Baada ya kusifiwa au kutamkiwa maneno mazuri na Elizabeti, Mama Bikira Maria aliimba wimbo ule mzuri na maarufu wa roho yangu yamtukuza Bwana na moyo wangu wamshangilia Mungu Mwokozi wangu. Maria kwa wimbo huu anatambua kwamba kila alichokuwa nacho kilikuwa ni zawadi kutoka kwa Mungu, kwamba hakukipata kwa ujanja wake, hakupata kwa juhudi zake za kibinadamu, bali amewezeshwa na Mwenyezi Mungu. Ni upendeleo tu ambao Mwenyezi Mungu amempatia. Hakujiona kuwa yeye ndio chanzo cha ukuu wake, bali alimrudishia Mwenyezi Mungu sifa na utukufu wote. Hili ndilo fundisho muhimu kwetu. Tunapofanikiwa katika kazi, katika familia, kwenye masomo, kwenye huduma mbalimbali ambazo tunazifanya, au kwenye biashara zetu ambazo tunazifanya, tusijisifu kana kwamba ni nguvu zetu pekee. Kila kipaji, kila nafasi na kila baraka ambayo ninayo, tambua kwamba inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Moyo wa Mkristo ni moyo wa shukrani unaosema, Bwana, si kwa uwezo wangu, bali kwa neema yako. Hii ndiyo maana ya huu wimbo wa Bikira Maria. Anamrudishia Mwenyezi Mungu sifa na utukufu. Anauona udogo wake, anajiona kwamba hastahili, bali amestahilishwa na Mwenyezi Mungu. Wapendwa ndugu zangu, sherehe ya kupalizwa mbinguni Mama Bikira Maria inatupa tumaini na mwelekeo wa maisha yetu. Tusikumbatie dunia kana kwamba ndiyo makao yetu ya milele. Tutumie maisha haya kwa kuwahudumia wengine kwa upendo na kwa unyenyekevu. Na kila mafanikio tunayoyapata, tumrudishie Mwenyezi Mungu sifa na utukufu wote. Maria aliyepalizwa mbinguni atuombee ili nasi baada ya kukamilisha safari yetu hapa duniani tuhesabiwe, tustahilishwe kushiriki utukufu wa milele pamoja na Kristo. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.